Kama ilivyo katika nchi na nchi, huwezi kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila visa. Ndivyo ilivyo, huwezi kwenda mbinguni bila kuwa na Yesu. Huwezi kwenda mbinguni bila kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama ilivyo ngumu kusafiri kuvuka nchi moja kwenda nchi nyingine, ilivyo ngumu kusafiri kwenda masafa ya mbali ya dunia bila kuwa na visa, bila kuwa na pasipoti, ndivyo ilivyo katika ufalme wa Mungu. Huwezi kuingia mbinguni bila njia ya Yesu. Kuna njia nyingi za panya duniani, kuna njia nyingi za mikato duniani, lakini zote haziwezi kufika mbinguni. Hakuna dini yoyote duniani wala hakuna mtu yoyote duniani anayeweza kukupeleka wewe mbinguni, ila ni mwanaume mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo, aliyekufa msalabani kwa ajili ya zoezi hili, ili wewe muamini na wewe siku utakapokufa uende mbinguni, na wewe siku utakapokufa akufufue tena kama yeye alivyofufuka. Amekuwa kielelezo kwetu ili sisi tumfuate tukiwa na uhakika kwamba hata sisi tukifa tutafufuka kama yeye alivyofufuka. Biblia inasema, Yesu mwenyewe anasema, mimi ni njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Mtu hataenda kwa Baba, mtu hataenda mbinguni bila kwa njia ya mimi. Maana mimi Yesu Kristo ndiyo njia na ukweli na uzima, ndiyo njia ya ukweli na uzima. Kwa njia nyingine ni feki, haziendi mbinguni, lakini njia moja ambayo ni Yesu Kristo ndiyo inayoenda mbinguni. Na wewe nakualika leo, wewe ambaye una matarajio au una ndoto siku moja ya kwenda mbinguni, leo ningependa kukualika umkaribishe Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili hata siku utakapokufa uwe unaishi, hata siku utakapokufa upate ufufuo, na ufufuo usio wa hukumu, bali uwe ufufuo wa uzima. Binti, kijana, unapopambana, unapokuwa na Yesu, faida ya kuwa na Yesu, unakuwa na kibali cha kuishi duniani na kuishi mbinguni. Unakuwa na uhakika. Yesu ni insurance, ni uhakika. Yesu ni uhakika. Unapokuwa na Yesu, unakuwa na uhakika. Una kibali cha kuishi duniani, halafu una kibali cha kuishi mbinguni. Kwa hata ukisafiri, safari yako ni rahisi, maana unayo passport. Hutapita njia za panya, hutapita njia za hukumu, utapita njia za uzima. Leo unaweza kumwamini Yesu na ukampokea akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akakusaidia yale ambayo yanakusumbua, na huo mzigo ulio nao, sijui ni mzigo gani ulioubeba ambao umekuchosha, unaweza ukautua kwa Yesu, akasafiri nao yeye, ili wewe ukapumzika, ili wewe ukawa salama. Maana sema, njoni kwangu nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Alafu anakuambia mimi ndiyo njia na kweli na uzima. Kwani usije katika njia hii, ili tukasafiri kwa pamoja, ili siku tukienda mbinguni twende na kibali, twende na uhakika, twende na passport na visa, tukasafiri katika nchi yetu ya mbinguni. Tufanikiwe duniani na tufanikiwe kwenda mbinguni. Lakini ukifanikiwa duniani usifanikiwe kwenda mbinguni, ndugu yangu, ni hasara, ni hasara kubwa. Lazima tufanikiwe duniani na lazima tufanikiwe kwenda mbinguni. Ndiyo ajenda ya Mungu na ndiyo kazi Mungu aliyonayo, na ndiyo amenituma nikwambie, karibu, Yesu anakuita. Unaweza ukanifuatisha sala hii, wewe ambaye uko tayari kumpokea Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Popote pale ulipo, unapotamka na kufuatisha sala hii, yeye anakusikia na unakuwa umepata pasipoti yako, unakuwa umepata pasipoti yako, umetoka hukumuni umeingia uzimani, umetoka kwenye kitabu cha hukumu umeingia kwenye kitabu cha uzima.
Fatisha sala hii wewe ambaye uko tayari. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninatubu, ninakupokea wewe leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba Bwana Yesu unisamehe dhambi zangu, ulifute jina langu kwenye kitabu cha uzima, uliandike jina langu kwenye kitabu, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe. Asante Bwana Yesu kwa kunitakasa. Asante kwa kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Wewe uliyefatisha sala hii sasa, umeokoka kabisa. Sasa hivi una pasipoti na una visa yako tayari. Unaweza majira yako yakiisha ya duniani utaenda mbinguni. Wewe uliyefatisha sala hii, unaweza ukatumia namba hizi kuwasiliana na mimi ili nizidi kukushauri wewe uliyeokoka, ili uzidi kukulea wokovu. Au kama kuna kanisa liko karibu na wewe ambao kwao Yesu ni Bwana, unaweza ukawaambia nimeokoka mtandaoni, nimeongozwa sala ya toba mtandaoni na nimeokoka na nimempokea Yesu. Wanaweza akakusaidia namna ya kukua kiroho na ukakua kiroho na ukaukulia wokovu na pasipoti yako ikaendelea kuwa imara zaidi mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. Na namba zangu ambazo unaweza ukapiga ni 0748491900. Unaweza ukapiga namba hiyo, au namba nyingine unaweza ukapiga 0690290253. Unaweza ukapiga namba hizo nami nikaendelea kukushauri na tukaendelea kuwa salama. Naitwa Pastor Norbert Lemi. God bless you so much. Na nakubariki katika jina la Yesu Kristo. Leo siku yako ikawe ya tofauti sana, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako, mahali popote pale ambako ndiko unakopata riziki yako ya kila siku. Mungu akafanye jambo jipya na wewe ukaone kweli Mungu amekubariki leo. Katika jina la Yesu Kristo, nenda kafanikiwe. Amen. Thank you so much for watching me wherever you are.